الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى وهو للحمد أهل ونشكره وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله أحباب رسول الله، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tukiwa tunaishi katika kitabu chetu Hikbatu min at-Tarikh ma baina wafati an-nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam ila maqtal al-Husayn sana 61, nukta ambayo tunayo mawqifu an-nas min qatl al-Husayn. Tunaangalia na kusoma kustadi misimamo waliokuwa na watu waliojenga watu baada ya kuliwa imam, kiongozi, sahaba, mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Husaini radhiyallahu ta'ala anhu warda. Katika darasa iliyopita tulianza kuangalia utangulizi mchache katika maudhui hii, namna ambavyo mwandishi alileta ubaya na uharamu wa watu kuomboleza. Maombolezo yalikuwa nje ya sheria ya Kiislamu. Jambo hili ni wazi kwamba mtu anayekuwa na mazingira haya huwa anakosa imani kwa Allah, hamuamini Allah au anamshirikisha Allah tabaraka wa taala, na hii ni dhambi kubwa sana. Kwa ina adhabu yake ni kali sana. Kwa tukataja nukta mbili katika misimamo miwili katika misimamo mitatu ambayo watu wanayo. Kwa hiyo leo kuiunga maudhui yetu tutaanzia tena kuangalia msimamo wa watu wa mwanzo na msimamo wa pili, na hatimaye kumalizia msimamo wa tatu na dokezo ambalo ameliweka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah baada ya kuliwa kwa Al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhu warda, ambao ni muhimu sana. Anasema mawqifu an-nasi min qatl al-Husayn. An-nasu fi qatl al-Husayn ala thalathi tawaif. Watu kwa tukio la kuliwa sahaba huyu, mjukuu huyu Mtume salama al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhu warda, basi wamegawika katika makundi makuu matatu. At-taifatul ula, kundi la mwanzo, yarauna, wanaona, ana al-Husayna kutila bihaqqin, ameuliwa kwa haki, wa annahu kana kharijan ala al-imami, na yeye alikuwa ni khariji, kwa maana ni khawarij, ametoka kutomtii imamu akamwacha imamu peke yake. Wa arada an yashuqa aswa al-muslimina, na akakusudia kuibomoa na kuivunja kabisa ile umoja na ile bakora ya pamoja, ule umoja wa Uislamu. Waqalu, wakasema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hoja yetu sisi kwa hili ni kauli ya Mtume aliposema, man jaakum wa amrukum ala rajulin wahid
atakayekujieni na nyinyi jambo lenu lipo kwa mtu mmoja, yuridu an yufarrika jama'atakum, anakusudia kutenganisha umoja wenu, faqtuluhu kainan man kana, muweni yeyote awaye. والحسين أراد أن يفرق جماعة المسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم قال كائنا من كان. Na Husaini hapa alikusudia kufarikisha umoja wa Uislamu, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema kainan man kana. Hapa zingatiwi cheo alichokuwa nacho, daraja kwa nayo, muhimu kwamba yeye amekuja kwa misingi hiyo. Uqtuluhu, muweni, fakana qatluhu sahiha, kuwa kulia kwake ni sahihi kwa sababu yeye ameingia katika hadithi hii. Wanasema wa hadha qawlu nasiba, na hii ni kauli ya ahlu nasiba. Nasiba ni wale wote ambao wameitwa nasiba kwa sababu wametengeneza uhasama na uadui kwa Ali radhiyallahu ta'ala anhu warda na watu wa nyumbani kwake, ndio wameipewa jina hilo na nasiba. Alladhina ambao yubghidhuna al-Husayn ibn Ali, yubghidhuna al-Husayn ibn Ali, wanamchukia sana Husayn ibn Ali radhiyallahu tabarak wa ta'ala anhu, wa an abihi, na pia wanamchukia sana baba yake al-Husayn yani Sayyidina Ali. Kwa hiyo hoja ni hiyo na kauli yao ni hiyo. At-taifatu thaniya, kundi la pili, qalu, wamesema huwa al-imamu alladhi tajibu ta'atu, yeye ndio imamu kiongozi ambaye inafaa kutiwa kwake. Wa kana yajibu an yusallama ilayhi al-amru, na ilikuwa ni wajibu mamlaka apewe yeye ya kusimamia utawala wa Kiislamu. Wa huwa qawlu Shia, hii ni kauli ya Shia. Vitu viwili mwanadamu akiwa navyo vitamtoa katika usahihi: chukio la kwa mtu kupita kiasi, lakini ni mapenzi kwa mtu kupita kiasi. Ukimchukia mtu kupita kiasi utakosa uadilifu. Ukimpenda mtu kupita kiasi basi pia utakosa uadilifu. Anasema mshairi, wabghidh baghidhaka hauna ma asa an yakuna habibaka hauna ma, wahbib habibaka hauna ma asa an yakuna baghidhaka hauna ma. Mchukie hasimu wako kwa kiwango maalum, kwa wastani, kwani iko siku anaweza kuwa ni kipenzi chako huyo. Lakini ukipitiliza kwenye kumchukia utakuja kujuta baadaye. Na mpende kipenzi chako unayempenda kwa kiwango cha wastani, huenda iko siku hiyo kipenzi chako akaja kuwa ni adui yako mkubwa sana. Kwa wastani huu ndio unatakiwa kuwepo. Kinyume chake manake ukipenda sana utaharibu, utakuwa mwadilifu; ukichukia sana hutakuwa mwadilifu. Kwa hivyo kauli ya watu wa mwanzo, pamoja na kwamba amekamata hoja, lakini amesahau upande mwingine. Lakini kilichomsukuma zaidi ni hisia za chuki aliyokuwa nayo kwake na kwa jamii iliyomzunguka. Kwa hiyo akajenga mtazamo wao. Na mwingine akasema hapana, huyu alikuwa ni kiongozi, anafaa kufuatwa na kutiwa na mamlaka pewe yeye. Mapenzi makubwa yalikuwa upande wake makubwa kiasi ambacho amefikia kuwa na maamuzi hayo, wakati ukitazama taratibu na sheria bado hazikubaliana na yeye. Hilo ni makundi mawili. Sasa nakuja kundi la tatu, na kundi hili Waislamu ndo kundi ambalo limesimama katika ile tawassut katika umma huu. Wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala an-nas. At-taifatu thalitha, kundi la tatu, wa hum ahlus sunna wal jamaa. Hawa ni ahlus sunna wal jamaa ambao wamejitahidi, si kwamba hakuna kasoro, la, lakini wamejitahidi kutokutii nafsi zao, kuhukumu mambo kwa sababu ya chuki, kuhukumu mambo kwa sababu ya mapenzi makubwa sana. Penda, chukia, lakini sheria iko pale pale. Kwa hiyo hawa ni ahlus sunna wal jamaa ambao wamejitahidi sana kufuata maelekezo, lakini kulinda maslahi makubwa ya umma huu
kwa kufuata mwenendo wa wema ambao walikuwa chini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hawa qalu, wamesema, qutila madhuluman, Al-Husaini radhiyallahu ta'ala anhu warda ameuliwa kwa dhulma, hakuuliwa kwa haki, ameuliwa kwa dhulma. Walam yakun mutawalliyan lil amri, hakuwa yeye amekuwa na hatamu ya kwamba jambo lile, kwamba yeye analitaka jambo lile, yeye anataka mamlaka. Ay lam yakun imaman, yeye hakuwa kiongozi, hakuwa imamu. Wala qutila kharijiyan radhiyallahu ta'ala anhu warda, hakufa eti kwa sababu, hakuuliwa eti kwa sababu ni kharij, yani khawariji, ametoka katika kumtii kiongozi, kaasi. Bal qutila madhuluman, bali yeye ameuliwa hali yakuwa amedhulumiwa. Kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallama, al-Hasan wal-Husayn sayyida shababi ahli al-janna. Anasema al-Hasan wal-Husayn, Hasani na Husaini, sayyida, hawa ni mabwana wa vijana wa peponi. Hadithi hii ni hadithi sahihi, akhrajahu Tirmidhi fi al-Jami, kitabu al-Manaqib, bab Manaqib al-Hasan al-Husayn. Hadithi nambari hiyo ni hadithi sahihi, nambari yake 796. Haya maneno ameyatamka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Hasan al-Husayn sayyida shababi, ni mabwana wawili wa vijana wa peponi, yani watu wa peponi, basi hawa ndio sayyidi wao, wakuu wao. Kwa hivyo kwa hoja hii hatuwezi kukaa na nyinyi mnaosema ameuliwa kwa haki. Ina maana mtu kama akauliwa kwa haki, ina maana ni muasi, hawezi kuwa ni mtu wa peponi. Kwa hilo linakataliwa. Ama dai la pili ambalo wao wamelidai kwamba wamekanukuu hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo inasema, man ja'akum wa amrukum ala rajulin wahid yuridu an yufarrika jama'atakum faqtuluhu ka'inan man kana, na kwamba Husaini alikusudia kwenda kuvuruga ule umoja, kukataa. Anasema wadhālika annahu arada ar-rujua au dhahaba ila Yazida fi Sham, hivyo hakuwa miongoni mwa hao kwa mujibu wa hadithi hiyo, kwani yeye al-Husaini alikusudia kurejea au kwenda kwa Yazidi katika Sham. Walakinnahum, lakini wao, manauhu, walimzuia, hatta yastasira ibn Ziyadi, eti lazima awe atekwe au chini, atekwe au ni asir kwa Ibn Ziyadi. Aliwaambia mambo matatu waliokhairisha. Katika ya matatu, ima niacheni mimi niende kwa Yazidi Sham nikaweke mkono pale kwake Yazidi, na rai ikawa imekubaliwa, lakini fitna ikatoka. Hatimaye mashauri yakabadilika, akasema hapana, huyu lazima awe chini yako, awe niteka wewe, awe chini yako, umteke huyu, kinyume chake hakuna usalama, huyu asikudanganye, huyu hakuna salama, akiondoka pa balaa. Fitna hiyo ikakubalika, hatimaye huyu bwana akauliwa, na hakuwa na shabaha kwamba yeye apambane na wale. Ukiangalia yeye ana wadogo wengi, jeshi lilingani kabisa, hana silaha. Sasa vipi atapambana na nyinyi katika mazingira kama hayo? Kwa hiyo inajibiwa katika mazingira hayo na hali hiyo iliyokuwepo. Hakwenda kule kwa malengo hayo, na tumesoma kwa nyuma, tumeona alivyoingia Hussein pamoja na fitna yote iliyoenezwa, lakini bado hakuwa na mazingira hayo ambayo yametengenezwa, lakini wao walitengeneza makusudi, na walipoona watu wanamuunga mkono wakawanunua, alimradi mambo yakapita sivyo ndivyo, hatimaye fitna ikatengenezwa, bwana akauliwa.
Kwa hiyo kauli hii haiungi mkono kauli ya mwanzo kwamba ameuliwa kwa dhulma na alikusudia kuvunja na kuvuruga umoja wa Uislamu, la. Wala haiungi mkono kauli ya pili kwamba hapana, yeye alistahili kuwa kiongozi, apewe yeye. Si kweli, kwa sababu Uislamu una utaratibu. Baada ya kufa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, umeweka vigezo vya kumchagua nani kiongozi. Kwa taratibu zimewekwa. Anaweza kiongozi aliyepita akatoa ushauri, lakini hawezi kulazimisha. Mimi kwa muda niliokaa madarakani kuongozeni na nimekuwa karibu na mtu fulani, huyo anafaa kwenu nyinyi, tazameni. Au akahusia baadhi ya watu katika hawa, angalieni atakakufaeni, mchagueni, kama ilivyopita kwa waliotangulia hapo nyuma. Abubakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, kulikuwa kuna isharati tu kwa mtu salama, na watu kwa ishara zile wakapitia mle wakamchagua. Na yeye kabla ya kuondoka kwake madarakani alitoa maneno, akahusia, nafasi hii naona Omar anastahili zaidi kupewa, angalieni na mimi ndo ninavyoona. Ndio akatoa maandishi, akahusia Omar achukue nafasi, na watu wakaamini hilo, basi wakamvoti, akachukua. Na Omar alipoondoka akaacha watu 6 katika hao, chagueni nani atafanya, mchagueni. Sasa watu wote wamekwenda kwa misingi hii. Sasa leo useme kwamba huyu ndo amenyang'anya uongozi, ilipaswa apewe yeye, kwa alifaa kwa kiongozi kaje kaporo kwa mazingira gani? Kwa hivyo kauli ya tatu, na ndio kauli iliyokuwa sahihi zaidi, hakuuliwa kwa haki bali ameuliwa kwa dhulma, na yeye hakuwa kiongozi wala hakuwa yeye anataka yani kutoka kuchukua mamlaka yule atolewe, bali alikuwa katika kutaka insafu na uadilifu zaidi katika jamii yake. Na Mtume salama ametoa kauli kwamba huyu amekufa lakini katika watu wa peponi, aliposema al-Hasan al-Husain sayyida shababi al-janna. Na yeye alipokwenda kule katika proposal zake, moja, niachieni nirejee kwa Yazidi, niende nikaweke mkono kwake, lakini walimzuia, hawakumpa nafasi. Hatimaye alitokezea akaweza kuuliwa. Kwa kauli ya tatu ni kauli yenye nguvu zaidi ya kwamba ameuliwa kwa dhulma, na wala yeye hakuwa kiongozi na wala hakuwa ni khawarij, bali yeye aliomba hasa rejee kwa Yazidi ili kuyamaliza mambo haya sahihi zaidi, lakini wakakataa. Mwisho wa siku wakamua, kwa ikawa wamemsindikiza, wamempa tiketi ya kwenda peponi kama alivyotabiri na kubashiri Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ana maneno anayezungumza kwa tukio hili. Anasema bid'atani muhdathatani, bid'a mbili ambazo zimezushwa baada ya kuuliwa kwa al-Hasan al-Husaini. Anasema qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, baada maqtal al-Husaini, baada ya kuuliwa kwa Husaini, ahadatha an-nasu bid'ataini, watu wamezusha bid'a mbili. Al-ula, bid'a ya kwanza, bid'atul huzni wan nuhi yawm Ashura, ni uzushi wa huzuni na maombolezo mabaya yenye shirki. Yawm Ashura, siku ya Ashura, millatmin, watu wanajipiga vibao sana, wasurahi, na watu kupiga kelele sana, walbukai, na kulia, walatashi, na watu siku hiyo wanahawanywi maji, wanakana kiu, wa inshadi almarathi, na wana tenzi ambazo wamezitengeneza ambazo wanaziimba zinazoonesha kuleta huzuni kwa kumhuzunikia Husaini, yani abiyati maalum zenye huzuni ndani yake, kufa kwa Husaini radhiyallahu ta'ala anhu warda. Kuna kauli ambayo wanasema siku ile
ya Ashura, ya shi'ati in sharibtum adhba ma'in fadhkurun. Wanasema neno yake akasema al-Hussein, enyi wafuasi wangu Shia. Sasa jiulize, Hussein wapi kaunda kundi la Shia? Shia wamekuja baadaye. Kwa nasema Shia, enyi watu, enyi Shia wenzangu, enyi wenzangu, mtakapokuwa mnakunywa maji mazuri matamu, basi nikumbukeni mimi, kwani mimi nimenyimwa maji nikafa. Kwa na wao kufuata hili wafe kama alivyokufa yeye kwa kukosa maji, na wao siku hiyo hawanywi maji kabisa. Kwa hiyo ni uzushi waliouzusha na wanaofanya. Anasema wama yufudhu ilai dhalika min sabbi salafi, na siku hiyo ndo hupelekea kuwatukana wema waliotangulia, wala natim, na kuwalani, wa idkhal man la dhamba lahu, na kuwaingiza wasiokuwa na dhambi katika jambo hilo, maadhawi dhunubi, na wanaoingiza na wale wenye dhambi, na wao kotia wakati wana dhambi wanaotia kwa wale wenye dhambi, hata yusabba sabiquna alawwalun, mpaka wema waliotangulia wanatukanwa katika siku hiyo. Siku hiyo katika watu ambao wanaotukanwa sana kupita kiasi, hakuna kama Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, anatukana sana Umar, Aisha, kweli sasa watu wanafanya bala hilo siku hiyo. Watuqra akhbaru basra'ihi, na usomwa taarifa za kule kunyongwa kwake, kulia kwake Husaini, alati ambazo kathirun minha kadhibun, nyingi ni uongo, usomwa katika siku hiyo. Wakana qasdu man sanna dhalika fatha babi alfitna walfurqa baina al-umma, wa illa fama ma'na an tu'ada hadhihi dhikra fi kulli 'amin maisalati ad-dami wa ta'dhim al-madhi wa ta'alluq bihi wal ittisaq bil quburi. Anasema wakana qasdu man sanna dhalika, na imekuwa kusudio la atakayeweka mwendo huo, fatha babi alfitna, anafungua mlango wa fitna, walfurqa baina al-umma, na kuwatenganisha watu katika jamii, katika umma, wa illa, na kama sivyo, fama maana an tuada hadhi dhikra, kwa nini sasa tukio hili limekuwa likijirejeshwa kila mwaka? Hakuna maana ya kurejea tukio hili fi kulli amin, kila mwaka, maa isalati dimai, pamoja na kumwaga damu, wa ta'dhimil madhi, na watu kwanza kuleta tukuza kwa mambo yaliyopita, kuyafanya kuwa makubwa wakati hakuna haja hiyo, wa ta'alluq bihi, na mambo hayo kugandamana nayo kweli hasa huwezi kuliacha. Ni kosa kubwa, kosa la jinai, ni kinyume na itikadi. Kwa watu wanaosema sisi Shia iwapite siku hii bila kuyafanya haya, ni kosa kubwa, ni umekwenda kinyume na itikadi. Katika itikadi za Kishia kwamba ili uwe Shia lazima uliunge mkono hili, ukishindwa kulifanya hili ni vigumu sana. Subiri, kila ikianza mwezi wa Muharram utaona vitambaa vyeusi vikiwekwa katika maeneo ambayo kuna misikiti ya Shia, katika hapa Zanzibar, mji mkongwe. Tuliona hilo likifanywa sana pita kiasi, kwa sababu kuyafanya kwa makubwa mambo yaliyopita na kuyashika kweli, waltisaqi bilquburi, na watu kwenda huko walikokuwa wamezikwa, yani watu kugandamana na kaburi, kulivamia kaburi, kuliatamia kaburi. Watu wanafanya haya, bali watu wanajichoma, wanajipiga, wanajijeruhi, wanamwaga damu. Dhiki ya nini akhi? Umepata wapi? Hivyo kama kuna nafasi hiyo, basi ingekuwa nafasi hiyo afanyiwe Mtume Muhammad salama. Kwa nini weje mjukuu sahaba huyu afanyiwe haya? Hili ni jambo ambalo Sheikh Ustadh anasema, Ibn Taymiyyah anasema ni uzushi ambao umewekwa katika tukio hili la kuuliwa kwa Al-Husaini radhiyallahu ta'ala anhu warda. Hiyo ni dhambi na bid'a ya kwanza inayofanywa katika tukio hili katika mwezi 10 Ashura. Watu wanafanya haya mambo. Ama athania, bid'a ya pili,
bid'atul farahi was-sururi wa tawzi'ul halwa wa tawsi'ati ala al-ahli yawm maqtal al-Husaini. Kama tulivyoona misimamo miwili ya mwanzo, msimamo wa kwanza, ameuliwa kwa haki, alipaswa kuuliwa kwa sababu amekuja kufarikisha umoja wa Uislamu, na yeye anakuwa asi kumkataa kiongozi. Kwa hiyo hawa bidaa yao ni furaha kubwa siku hiyo. Siku ile Husaini wanafurahi sana. Wanafanya mambo gani sasa? Kuwa na furaha kubwa. Bid'atul farahi was-sururi, ni bidaa ya furaha na shangwe kubwa wanalofanya siku hiyo. Wa tawzi'ul halwa, na kugeana halwa, watu wanazana halwa siku hiyo. Wa tawsi'ati ala al-ahli yawm maqtal al-Husaini, na kueneza kwa jamaa tofauti katika jamaa zao siku ambayo ameuliwa al-Husaini. Wanafanya mambo haya. Wa kanatil Kufa biha qaumun minal muntasirin li ali baiti, ilikuwa Kufa katika eneo hilo kuna watu ambao walikuwa wakifanya nusura kuinusuru nyumba ya Mtume Muhammad salama. Wa kana ra'suhumul Mukhtar, na alikuwa kiongozi wao katika jambo hilo na al-Mukhtar ibn Abi Ubaidi, ni al-Mukhtar ibn Abi Ubaidi al-Mutanabbi'u al-Kadhabu, ambaye huyu bwana alidai utume, tena ni muongo mkubwa. Wa qaumun min al-mubghidhin li ahli baiti, na alikuwa katika jamii watu ambao walikuwa wakiwachukia sana katika watu wa nyumba. Wa minhum al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, na miongoni mwao ni al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Wala turaddu al-bid'a bil bid'a, jamani, haijibu bid'a kwa kuleta bid'a. Wala turaddu al-bid'atu bil bid'a, haijibu bid'a kwa kuleta bid'a jingine. Bal turaddu, bali bid'a inaondoshwa, inajibiwa biiqamati sunnati nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa kuisimamisha sunna Mtume Muhammad sallallahu al-muwafiqa, ambayo iko sambamba likaulihi ta'ala, kwa tamko lake tukufu la Allah aliposema alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, wale ambao wanapofikwa na msiba basi husema inna